Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church au kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Narudia tena, inasema hivi kwamba barua inayodaiwa kuwa ndio msingi wa rufaa ni barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara, hasa kwa kuzingatia kuwa barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia. Ni dhahiri kuwa barua hiyo inakosa uhalali na nguvu ya kisheria kuitwa maamuzi yanayopaswa kukatiwa rufaa chini ya sheria ya jumuiya, yani Societies Act sura ya 337, hivyo kunifanya nishindwe kuendelea na rufaa yako. Sambamba na hilo, barua hiyo inaeleza wazi kuwa kanisa lililofutiwa usajili ni kanisa la Glory of Christ Church, almaarufu kama mwenyewe alivyoandika, kanisa la Ufufuo na Uzima, wakati mleta rufaa ni Glory of Christ Tanzania Church. Kwa yoyote mwenye akili ya kawaida, kwa yoyote ambaye anafahamu sheria hata kidogo tu, tayari anaona hapa kwamba wale wote, bila kuingilia hoja zilizoko mahakamani, maana sisi mawakili tunabanwa na kanuni fulani za kimaadili, bila kuingilia hoja ambazo zilizoko mahakamani, swali ambalo linapaswa lijibiwe na hao waliokwenda kufunga makanisa yetu au yenu, hao ambao wamejitokeza na kutamka hadharani kwamba wanatekeleza amri ya serikali ya kufuta kanisa. Wao hiyo amri imetolewa, ambao wanaitekeleza ni amri hipi? Ni hii ambayo inasemekana sio halali kwa kuwa haijasainiwa, au ipo nyingine? Kama ipo nyingine, tunawaalika wajitokeze hadharani, waishie na umma na watuambie hiyo barua kwa nini mpaka leo haijafikishwa. Lakini pia barua hiyo, mtu anayesimamia rufaa mwenye wizara yake anasema barua hiyo haijasainiwa na msajili wa jumuiya za kiraia, hivyo ni dhahiri. Kwanza wanasema hivi, barua ambayo sio halali na haitambuliki na wizara. Sasa huyo ambaye anafungia makanisa anafungia makanisa kwa kutumia barua hii ambayo haitambuliki na wizara au barua nyingine, kama nilivyosema, na kuwa mwangalifu, kwa sababu mawakili tuna maadili yetu, na kwa sababu kesi iko mahakamani kuna mipaka fulani si ruhusiwi kuivuka. Lakini majadiliano ya kisheria ndani ya mipaka ya staha yanaruhusiwa, na watu wanapoenda, wanaosikiliza, wanaokwenda huko, kuna mawakili wenzangu nao unawaalika wajaribu kulijadili hili kwamba hivi ni halali kiasi gani kwa makanisa ya Glory of Christ Tanzania Church kufungiwa kufanya shughuli zake katika context ya namna